Tango linaweza kutumika kama tunda, mboga na hata dawa kwa kuwa lina faida nyingi mwilini mwetu. Tango limejaa vitamini K, C, B na A na pia zinapatikana nyuzi na madini ya potassium, calcium na manganese. Asilimia 95 ya tango ni maji, hivyo huulinda mwili kutokana na ukavu. Kutokana na hali ya joto inavyoongezeka na jua kali, sote tunatafuta namna ya kujipooza. Mojawapo ya njia bora za kujipooza kwa joto ni kula matango, kwani ni resipi nzuri wakati huu wa kiangazi na hutoa faida nyingi kiafya ambazo zinasaidia kujisikia vizuri zaidi msimu mzima. Hizi hapa ni faida zitakazotokea mwilini mwako ukitumia tango katika msimu huu wa kiangazi. Namba 1, tango husaidia kupunguza uzito wa mwili. Kutokana na kuwa na asili ya nyuzi au fibers, humfanya mlaji ajisikie kushiba bila ya kuongeza vitu mwilini ambavyo husababisha mtu ongezeke uzito, hivyo huzuia magonjwa mbalimbali. Namba 2, husaidia katika mmeng'enyo wa chakula. Matatizo ya tumbo kama vile kuvimbiwa, tumbo kujaa gesi, vidonda vya tumbo na mengineyo hupungua kutokana na ulaji wa matango. Husaidia kuondoa sumu tumboni na kurahisisha ufyonzaji wa protini mwilini kutokana na uwepo wa kiwezeshaji cha kibiolojia kinachoitwa erythrin enzyme. Namba 3, husaidia kuondoa hatari ya mtu kupata kansa. Matango yana viwango vikubwa vya virutubisho vyenye asili ya mimea inayoitwa lignans, ambavyo pamoja na vitamini C husaidia kuondoa sumu mbalimbali na kuboresha kinga ya mwili na hivyo kuepusha hatari ya mtu kupata kansa. Namba 4, husaidia kuondoa msongo wa mawazo, kwani yana kiwango kikubwa cha vitamin B ambayo husaidia kuboresha utendaji wa kazi wa mishipa mbalimbali ya fahamu mwilini na hivyo kuondoa hatari ya mtu kuathirika na msongo wa mawazo unaosababishwa na maisha ya kila siku. Namba 5, hupunguza hangovers, uchovu, mawenge pamoja na hali ya kujisikia vibaya kutokana na unywaji wa kilevi. Hii yote ni kwa sababu matango yana vitamin B na yana maji mengi, ambapo baada ya mtu kunywa kilevi na kisha akaja kula matango kabla ya kulala, itamfanya asubuhi aamke akiwa fresh bila hangovers. Namba 6, husaidia kuondoa harufu mbaya kinywani. Kwa kukiweka kipande cha tango mdomoni kwa dakika kadhaa, huua bakteria mbalimbali wanaosababisha magonjwa mbalimbali ya kinywa na harufu mbaya mdomoni. Namba 7, husaidia afya ya ngozi. Matango yana kiasi kikubwa cha antioxidant na silica ambayo ni muhimu mwilini, kwani huipa ngozi nuru. Antioxidant inasaidia kulinda dhidi ya uharibifu wa UV na kupunguza kasi ya kuzeeka. Vilevile, silica inasaidia kuimarisha tishu zinazounganishwa na kuongeza elasticity ya ngozi. Hivyo basi, kwa kula au kupaka usoni huipa ngozi mvuto. Namba 8, uwepo wa vitamin katika matunda haya husaidia kupunguza kiwango cha sukari mwilini na pressure. Pia husaidia mtu kupata choo laini na kuzuia tatizo la ukosefu wa choo kabisa. Namba 9, huzuia kuganda kwa mafuta katika mishipa ya damu ili kuwezesha mzunguko sahihi wa damu katika pande zote za mwili sambamba na kurekebisha mapigo ya moyo. Namba 10, matango husaidia katika kudhibiti shinikizo la damu kwa kusawazisha viwango vya sodium na kudumisha usawa mzuri wa electrolyte kwa sababu lina maji mengi, hivyo husaidia kuzuia upungufu wa maji mwilini. Kwa ujumla, wataalamu wanasema tunda hili huboresha kinga ya mwili, kwani huimarisha afya ya akili. Pia yana flavonoids ambayo ina nguvu ya kuboresha afya ya akili. Vilevile inaboresha kazi ya ubongo na kuongeza kumbukumbu.
Pia hulinda seli kutokana na uharibifu wa ngozi unaohusisha kuzeeka. Asante kwa kuwa nami mwanzo mpaka mwisho wa video hii. Kama ni mara yako ya kwanza kuingia kwenye chaneli yetu, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare ili uendelee kuona maudhui yetu.